Live! Upako Out! Live! Upako huu ni upako wa kimataifa. Mambo mengi yalitendeka kwa nguvu ya Mungu, wengi wakimtukuza Mungu. Na sasa hivi pia nafikiri kuna baadhi ya vitu ambavyo niliona kuna watu wanauliza kwenye comment. Kwa sasa mtumishi, labda ueleze vizuri pia. Watu walikuwa wanataka kujua, kuelewa sana namna ambavyo, sababu mkiwa kwenye operation kama zile, mkiwa kwenye vitengo kama vile, kuna wale ambao wanakujaga huko katika sura ya watumishi wa Mungu, lakini kuwa wanaripoti kule kwenu. Kwa maana ni watendaji wa shetani kipindi upo kule. Ndiyo. Hawa tunazungumza manabii. Ndiyo. Sasa na watu wengi dunia sasa wanaangamia sana na kupotea. Watoto wa Mungu, mimi waga nasikitika sana. Nasemaga watu wanatamani kumjua Mungu. Lakini unakuta mtu anawapoteza watu. Yaani watu wa Yesu wanaangamia, yani kifupi niseme. Mtu ana shida yake ni Mungu kweli, lakini anakutana na watu alafu wanampoteza kwenye makanisa yao, kwenye madhabahu walizonazo na miungu ambayo wanaitumikia. Sasa mtu kwa kawaida anawezaje kugundua, au kwa haraka kama hana hata macho ya roho, kugundua huyu mtu ni nabii ambaye sio wa kweli, ni mtume sio wa kweli, ni mchungaji sio wa kweli, ni muimbaji sio wa kweli, kwenye zile karama zote anatambulikaje? Amen. Nabii wa uongo, kwanza hawa watu wako wengi dunia hii, na ni moja ya michakato ambayo Shetani ameifanya, na ni moja wana wa Ibilisi. Na sio manabii tu wala mitume tu. Kuna wachungaji wa uongo, kuna walimu wa uongo, kuna wainjilisti wa uongo, mpaka sekta nyingi tu duniani. Lakini kwa habari ya manabii wa uongo, kwanza hawa manabii wa uongo asilimia kubwa wengine wanagundulika kwa namna ya, nianze na wale ambao wanatumikia katika ulimwengu wa giza. Kuna manabii wa uongo ambao ni Freemason. Hawa Freemason, napozungumza Freemason, ina vitengo vingi. Ndio. Kwanza nilisema kule kuna Illuminati, kuna Secret Society. Ila asilimia kubwa manabii wa uongo wako kwenye Secret Society na Freemason yenyewe kama Freemason. Ndio. Hapo kwenye Secret Society wako wengi sana. Kuna kikundi kinaitwa Money Power Family. Ni Freemason. Hawa Money Power Family, mtu anataka upako, anaenda kule. Na mimi nilikuwa miongoni mwa mtu ambaye nilikuwa na shawishi. Nilikuwa na marafiki wengi huku. Wapo na wengine nilivyokoka walikuja juu sana. Walipigana vita, lakini namshukuru Mungu. Yeah. Lakini hawa bwana Freemason, Money Power Family, hawa mtu akiingia kule akiingizwa anapewa gari, akiingia kule anapewa na fedha. Ila anaamrishwa pia achinje mbuzi, damu ya mbuzi, kafara ile ya mbuzi. Akichinja pale anakaa miezi 3. Anaanza kupewa masharti mazito sasa. Ambao damu za ajali, hawa anaweza asitoe ndugu zake. Anaweza akatoa rafiki ambaye yuko naye karibu, au kama ni mchungaji ni washirika wale. Ndio. Walioko ndani. Anaanza kuwatoa. Na ndio maana ni hatari sana kuabudu kwenye kanisa la namna hiyo la nabii wa uongo. Anauza washirika kwa shetani. Anawauza nafsi, na wale anapowauza orodha yote ya majina wale washirika anakuwa anayo. Na anapokuwa nayo wanaenda wanayazika. Ndio. Kwenye lile kanisa kunakuwa na vijeneza vingi vimezunguka pale. Kila mshirika amezikwa pale.
ila mtu kwa jicho la kawaida anakuwa haoni. Ila wanakuwa wamezikwa pembezoni mwa kanisa mle. Kwa hiyo inajulikana baada ya huyu anakufa huyu, kuna jeneza namba 1 mpaka, yani vinachimbwa mle vijeneza vingi mle. Vya rohoni vya mwilini. Vya rohoni. Sawa. Yani vile vinakuwepo kabisa mwilini, ila rohoni mtu mwenye macho ya kiroho sana ndio ataona. Sawa. Na hivyo vinakuwa na yule ambaye ni yani ndio kafara kuu, yani yule mwenye nyota kubwa ya kufanya kanisa hilo lishaini haraka. Huwa anazikwa mlangoni pale. Sawa. Kile kijeneza kinachimbiwa mlangoni kinazikwa. Au madhabahuni kunakuwa na huku na huku wamezikwa watu. Na misukule inaweza ikaepo pale, inamsaidia yule nabii au yule mtume kumpa nguvu zaidi. Kwa hiyo hawa Freemason kuna wachungaji na manabii wako kule kwenye money power. Lakini sharti lao pia jingine. Au sharti lao ni lazima awe shoga au awe msagaji. Wote. Lazima aolewe na jinsia moja. Hata akioa na mke wa kawaida, lakini lazima alale na mwanaume mwenzie ili mambo yake yaende vizuri. Sawa. Na wanafuatana wenyewe, wanajuana sana. Kuna nabii mmoja yuko hapa Dar es Salaam, nilipata habari zake. Kuna mtu mmoja aliniambia alikutana na huyo mdada. Alikuwa yuko pale kwenye kanisa lake. Ni mkubwa sana huyo nabii. Alafu yule nabii alikuwa kwamba tabia yake ni kama vile sharti lake. Amepewa tabia yake ni kwamba anakuwa anawaingilia wadada kinyume na maumbile. Kwa yule dada naye alikuwa yuko pale. Kwa akawa anataka kufanywa vile vitu, la baadaye akakimbia. Lakini mtu mkubwa sana. Ambao watu ukisikia viko manani huwezi kuamini. Tuendelee. Sasa hao ndio hawa wanaitwa Freemason Money Power Family. Yani eza jinsia moja au kuingia mke wake au wanawake kinyume na maumbile. Hilo ni sharti lao kubwa sana. Akifanya hivyo anaendelea zile fedha na yale magari anaendelea kuongeza moja baada ya jingine. Sasa hawa bwana Devi, ndio hawa mara nyingine wanaweza siwe na kanisa kubwa. Sawa. Mwingine anakuwa na kanisa kubwa, ila mwingine anaweza siwe na kanisa kubwa sana. Lakini ni tajiri sana. Ana fedha na ana magari. Kwa watu hapo sasa ndio wanachanganyikiwaga kwamba huyu angekuwa Freemason angekuwa na kanisa hivi. Huwa wanachagiza, ila wao utawagundua tu fedha, wanakuwa na fedha za ghafla. Ndio. Alafu ile fedha inakuwa kama hivyo, zinakuwa zina masharti na magari. Huwa wanapenda sana, mara leo amenunua ili, yani wana kubadilisha magari, fashion ya kila inaingia, na huwa wanajivunia sana. Gari langu la milioni ngapi lile? Nani sijui kuna takataka hapa. Huwa wana maneno magumu. Hawa ni aina manabii na wachungaji wa uongo, mitume wa uongo na manabii. Na wanakuwa kama akiamua sasa kwamba hiyo power yake iwe na nguvu pia kwa watu, wanakuaga na watu wengi sana. Na akishaona kwamba kuna namna watu wanamgundua, hawa wanaruhusiwaga kwamba awe na mke au awe na mume. Wengine pia huwa wanaachana kabisa, anaacha mume wake, yani anaona haina haja, au anaacha mke wake. Anaona haina haja. Lakini wanakuwa anafanya huduma na anakuwa viwango vikubwa na anakuwa na watu wengi na anafanya miujiza mikubwa. Hawa ni aina ya manabii wa uongo ambao wanaweza kuwagundua kwa namna hiyo, ya masharti yao hayo. Lakini injili zao pia hazikemei uovu. Injili zao, yani wakati mwingine wanaweza kuact kama wanakemea. Ila mara nyingi huwa njoo upokee, sijui Jumapili itakuwa Jumapili sijui nini ya kubadilisha nini sijui nini na nini, tunavuka. Lakini huwa wanajichubua pia. Wengine wanajichubua. Yani kiundani ukitaka mjue zaidi, ukishaona nabii amejichubua au mtume amejichubua tofauti na vile alivyokuwa, ujue tayari
Huyo tayari yuko kwenye kundi money power. Hawa hawana nembo yoyote, huwezi kujua. Sijui kwa maji ya upako wanaweza asitumie maji ya upako au akatumia. Lakini wengi money power hawa ni wachache wanaotumia mafuta ya upako, viambatanishi vya upako sijui nini. Wako na wao nao wanakuwa na level zao, lenki zao. Lakini wako wengine wa kawaida kabisa wanazungumza kabisa mambo ya Yesu. Ndio. Lakini ndani yao wanajua kabisa wao sio wa Mungu. Na hawa akikwekea mkono hivi, ile chapa inaingia. Ni moja ya silaha za mpinga Kristo pia. Ndio. Wanachapa 666 kwenye mikono yao, ndani yao. Ile kuombewa ile. Ndio mtu akiingia kwenye makanisa mawili, akitoka atakufa au awe chizi. Au huyu mtu akiacha ile imani anakuwa fukara kabisa wa kutupwa. Kwa sababu ameacha ile 666 ile. Ile nguvu ambayo ilikuwa inamfanikisha. Yenyewe inafanya kwamba ile fair, yani mchezo fulani, kwamba ili uendelee kuwa vizuri, uendelee kuwa chini ya ile madhabahu. Na ukitoka nje ya pale manake utakuwa na matatizo yasiyoisha. Huwa wana kama hivyo wanajichubua. Huwa ni sharti kujichubua au ni nini? Ni moja yani ni moja ya ushetani wao. Yani ule masharti pia. Haya ni moja ya kukosoa uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Yani wanasema Mungu hajakamilisha kazi. Nywele zangu hazijakaa vizuri, uso wangu hapa ulikuwa mweusi kidogo. Ngoja ninaye vizuri. Amebadilika kabisa. Lakini sharti lao kubwa ni hayo mambo, kuwa kinyume na maumbile. Mambo ya ushoga na usagaji. Ndio hayo masharti yao makubwa kiundani. Kwa hiyo wao anaweza akawa ni mtu unayemfahamu. Tukashangaa tu ghafla na pesa na magari. Afu ghafla anaanza kujichubua nini. Tayari huyo ni ashaingizwa kwenye mtandao huo. Na wako wengi walioingizwa hivyo. Na mimi nilikuwepo kule kwenye vile vitengo vya kuwashawishi. Ndio. Kuwaingiza huko. Humu Dar es Salaam au Tanzania hii wako wengi tu. Wako wengi, na wengine wana majina makubwa, wengine hawaonekani sana, lakini wapo wanaonekana. Ni nabii, ni mtume. Wako na kila Ijumaa huwa wanaamrishwa kwamba kila Ijumaa lazima alale na binti ambaye ni bikira, ila alale naye kinyume na maumbile. Kila Ijumaa. Yani huyu hajawahi fanya tendo lote la ndoa. Sio kawaida wala sio kinyume na maumbile. Wanaamrishwa Ijumaa wafanye hiko kitendo, ni sehemu ya sadaka yao kwa shetani. Ili waendelee kuwa na money power, yani nguvu ya pesa. Ndio mara nyingi unakutana nasema walokole maskini. Nini wanaziaki watu wa Mungu wa kweli. Kuna na wakati mwingine akiacha masharti huwa wanakufa kabisa. Unakuta amevuma ndani ya muda fulani afa amekufa. Au ameshuka. Au anashuka na poromoka na expire kabisa. Au ni aina amani. Au anaibika. Anafanya tukio tu la kuaibika labda kwenye jamii, namuona kumbe ilikuwa hiyo. Sasa ili aule ile nguvu lazima arudie tena hivyo vitendo. Kwa nakuta inajulikana huyu kweli ni nabii wa uongo, huyu ndo tume wa uongo. Ili arudishe ile nguvu, unashangaa anakaa muda fulani anaanza kurudi tena kwenye chati. Ndio. Hawa ni wako wengi sana. Na wanafanya kazi kwa siri. Mimi nazungumzia vingi vimetajwa na watumishi wengi. Wengine wamezungumzia kuhusu vitambaa vya upako, lakini mimi nazungumza sasa kiundani zaidi dalili zingine za kuwagundua. Sawa. Pamoja na hivyo vitu vya upako, siji nyama za upako, siji keki za upako, mafuta. Hivyo vitu vyote hivyo havitoki kwa namna kawaida duniani.
ni vya kishetani, inatokea kuzimu na kuna biashara maalum kati ya bahari na kuzimu na vingine angani. Ndio. Sasa kuna Freemason pia hao mawakala manabii wa uongo mitume wanaitwa Hermetic Brotherhood Whitecraft. Hermetic Brotherhood Whitecraft au wanaitwa hawa Brotherhood Right. Nao ni aina ya Freemason, wachungaji wako humo, manabii na mitume kwenye huo shetani, secret society wako humo. Hawa huwa ni Whitecraft, yani hawa hana sharti, anapojiunga kule anapewa masharti kadhaa. Anapojiunga anaambiwa kwanza anaambiwa amtoe mwanae wa kwanza, mtoto wake wa kwanza, au kama hana mtoto atoe kizazi chake, auze uzao. Yani huyu anakuwa hazarishi kabisa, ila tendo la ndoa anashiriki. Na mwanamke anaweza kuwa naye na asijue kabisa kama huyu ni Freemason, ni Brotherhood. Na hawa anapofanya hivyo, anapoweka kizazi kule kwa shetani, anaamrishwa, anapewa vitu kadhaa. Huyu pia anapewa pesa. Ndiyo. Lakini pesa yake yeye inakuja baada ya mvumo. Anaambiwa kwanza akaanzisha tuka kanisa. Yani yeye anaanzisha kanisa, lakini nembo yake kubwa ya kugundua huwa anatumia TV right kanisani. Ma TV, unakuta TV kubwa liko limeziba madhabahu yote. Yani madhabahu kiwalisia pale sio sehemu ya kuweka TV. Sawa. Lakini ile inaitwa Right, Brother of Right. Hermetic Brotherhood of Right, yani dark white craft. Wale ni Whitecraft, wachawi ambao uchawi mweupe. Ukijumlisha na kuna uchawi na namna hiyo wanaitwa Wiccas, wako pale Marekani. Los Angeles. Freemason ya Wiccas. Weko Freemason iko aina 25. Secret Society viko aina 25. Ukijumlisha na Freemason iko moja ya ujenzi huru. Hiyo inaitwa ya kawaida, ile yenye grit rod, yenye jicho moja na nembo ya mkasi. Ile pale. Lakini kuna hawa Hermetic. Hao ni right. Yani wao akianzisha kanisa leo, kesho limejaa hivi. Mapema. Limejaa mapema. Akisema aweke tu ka TV tu pale kanisani. Au anaweka taa yenye mwanga wa kishetani, wenye uvuvio wa kishetani. Au anaweza asifanye, yani anaweza hivi. Yale maji mkaona kabisa anakonunua au mafuta. Na akatumia, ila yanapata nguvu kutoka kwa Lucifer. Kupitia ile miale ya kucontrol, yani inaitwa ile ni dubwana linalowaka, ni spirit. Ni monster ile inakuwa tayari liko kwenye vifaa na vitumia. Kwenye maiki mle inakuepo, kwenye vyombo, yani ile roho ile jini. Ile nguvu inayomsaidia na kuepo kwenye vifaa na vitumia pale kanisani. Mwingine vikiondolewa vile, basi kanisa limekufa. Ile TV ukienda kuitoa tu, ilo kanisa limekufa. Hawa abudu shetani. Ndio. Kwa hiyo wako watu wanaenda hayo makanisa. Sasa jinsi anavyoangalia hata kwenye TV hivi, na hao huwa wanapenda sana, wana maneno haya. Jifungamanishe na TV yako, nenda kashike TV, shika redio. Ile mionzi inayopiga huyu mtu anasema amepona. Na unaona kabisa kama amepona. Lakini kiuhalisia sio Mungu aliyefanya kile kitu. Ile mionzi, yani hawa ni Whitecraft. Hawa wanaitwa Brother of Right. Hermetic Brother of Right. Brotherhood
hawa ndio asilimia kubwa wanapigana sana na kazi ya Mungu ya kweli. Kwa sababu kula anakoielekezea ile TV, au anaweka ile TV anaiweka bango kubwa linawaka hivi. Huwa wanapenda kuweka katikati ya miji. Yaani hata kama huyo Mkristo alipanga aende Jumapili aende ibada kanisa fulani la Mungu wa kweli, unakuta anabadilisha wazo, akiangalia ile bango huku moyo unawaka, ile monster ile ile dubwa, moyo unawaka, anaongozwa aende mpaka kwa yule nabii. Wengi wanabadilishwa imani zao kwa namna hiyo. Ndio. Na wengine wao wanachora nembo, wanaweka bendera ya Israeli. Sio wote nembo ya Israeli. Ya, bendera ile yenye nyota ile ya Israeli. Wao wanachomeka sana madhabahuni. Sawa. Wanaweka. Lakini kuna wengine wana lengo zuri tu, wanaweka zile bendera. Anaweka tu ni kwamba kwa ajili ya ana lengo zuri. Ila wale pia wanawekaga zile. Sawa. Kwa tofautisha ni hivyo kwamba ni wenyewe huwa kwanza injili zao pia huwa wanapenda sana vyama hivi visako, yani wanahamasisha sijui nini ujenzi, yani hawako deep sana kwenye mambo ya Mungu. Wao wako deep kwenye mambo ya fedha, sijui utajiri, kufundisha watu baraka, kufanikiwa, sijui nini, kuendesha gari, sijui kumiliki gari yako, sijui nini. Wengine wanaambia kabisa sijui simu yako inaenda kupokea fedha. Hawa Freemason kupokea miamala, lakini kiuhalisia hakuna Mungu wa hivyo. Na watu wanakamata ile mionzi, yani jinsi anavyoangalia TV. Jinsi anavyofika pale na ile TV ya pale au lile bango lile liloko katikati ya mji au kwenye maeneo watu wengi wanapita. Akimwangalia tu yule, ile mionzi akakutana nao kwenye macho, anambadilisha ufahamu. Na ile nguvu tulikuwa tunawashushia hao manabii kutoka angani na kutoka kwenye kwenye madhabahu zetu ambazo zilikuwa tuna kitengo cha kuagiza kule mashariki na kusini. Lakini pamoja na hayo wanapofushwa akili wale washirika. Kwa mtu anayeingia hapo kwanza anakuwa yani mwenyewe haelewi kwamba alifikaje. Kwa hata akiambiwa fedha yao wanaipata, unakuta wanapata fedha nyingi sana, kitu kidogo tu. Yani kaanzisha leo, kesho kumejaa, kumefuru na watu. Hata akiwaambia kwamba ni wakati sasa wa kwenda kutoa chote ulichonacho, kujimaliza, kujifanyeje, ni wakati wa kujinyonga kabisa, toa chote ulichonacho, wanajimaliza. Wakati kujilipua, kujitoa mwanga. Sababu wanakuwa akikamata, na ile ni mbaya zaidi kuliko hata hizo zingine, kwa sababu ile yani inapenya moja kwa moja, yule nabii anakuwa ndani ya moyo. Ile imani akiongea hivi sauti mtu anatetemeka. Ndio. Nguvu ya Freemason, manabii wa uongo wako wa aina nyingi tofauti, na mitume na wachungaji na walimu wa uongo wako aina nyingi. Wako aina nyingi sana. Sasa kuna Freemason wengine wako kwenye kikundi cha uchawi inaitwa Order Mos, ile secret society ya Order Mos. Hawa yani yule mnyama huwa na kongoni, anaitwa kongoni. Hawa ni aina ya Freemason ambao wanapata mafunuo. Ni manabii ambao wanapata mafunuo. Unakuta anakueleza A to Z ya matatizo yako. Au kama ni mwalimu unakuta anafundisha, lakini katika kufundisha unakuta anasema Bwana ameniambia, Bwana ameniambia, Bwana amenionyesha. Wao wanapenda sana kutoa unabii na kutabiri
Lakini vitu vingine unaweza kuona ni kweli, lakini kumbe kuna tayari kuna ile tayari kuna ule mfupa wa yule mnyama anakuwa nao, au wale wanyama wana mapembe hivi yamechanika chanika, ingine yako kama nani fulani, yako kama yame chanika, na wengine wana mapembe mawili, anakuwa na lile pembe anachomeka madhabahuni, anafukia katikati ya madhabahu. Na hawa mara nyingi huwa wapendi mtu mwingine asimame pale kwenye madhabahu yake, sababu lile pembe ile akizika yule mnyama, ile pembe wanatumia hiyo mbinu. Ni uchawi ambao unamwakili. Akisimama tu pale anaanza kuona mambo ya watu wengine, anaanza kuona maisha yako, anaona vitu vingi tofauti tofauti. Kwa nakuta wanasema huyu ni Mungu amemfunulia, kumbe sio Mungu. Hao manabii na mitume wa namna hiyo jiepusha nao, kwa sababu wao huwa wanadaiwa kafara na sadaka, na huwa mtu ambaye ni wa kiroho watoe nje ya watu walionao. Katika hivyo vitengo vyote huwa kafara zao ni watu wale walionao au ndugu, kuwafanya kuwa mazezeta au kuwafanya kuwa machizi. Nyota yao hao watu, nyota zao zinakuwa zinatumika kule kwa huyo mtumishi. Sasa pia wakati mwingine wanaangalia mtu mwenye bidii sana, mwenye bidii kanisani, huyo ndo anatolewa kafara. Kwa anakuwa kwa ajili ya huyo, ili aweze kuwakilisha wengine. Anakuta anapata misukosuko au magonjwa mazito, anakufa. Kiwalisia anakuwa hajafa, ila anafanyika kama sehemu ya kuzindika kanisa, ili hilo kanisa liendelee kuwa na nguvu siku zote. Sasa hapa ndo anakuta mwingine amekufa kwa ajali, mtumishi mzuri, lakini kama alijiconnect kwenye hizo madhabahu. Kuna vifo vya aina nyingi sana. Kuna mwimbaji mmoja pale Kenya, ni hawa alikufa. Yule alikuwa mwimbaji mzuri sana, lakini walimtengenezea ajali, akafa kwa ajali. Na wako wengi ambao wanakuwa rohoni, lakini wanapojiunganisha na madhabahu za aina hiyo huwa wanachukuliwa, wanakufa vifo ambavyo sio vya kawaida, na mwisho wa siku wanakuwa kwenye kuangarishia, wanaishia kuwasaidia wale manabii na mitume kufanikisha mambo yao kwa weledi na kusikika na kuvuma, na ile kanisa linakuwa juu, na yule mtumishi jina lake linavuma sana kama yule alivyokuwa anavuma, au ni zaidi ya pale. Maana yake anaambiwa sharti pia utajulikana kote, lakini huyu mtu tukimpata huyu ndipo utakapojulikana kote. Kwa hiyo anafanya juu chini, wewe uvutwe kwenye lile kanisa, lakini unapovutwa unawindwa wewe, unaangaliwa wewe, na mwisho wa siku yule kwenye loko zake zile za majina yale ya watu ambao watakiwa kutolewa kafara, unakuwepo na wewe. Anaambiwa kabisa tukimpata mwenye nyota hii, kwa sababu wale wanaona katika ulimwengu wa roho. Tulikuwa tunaona kwamba ni wangapi hapa wapo kwenye lile kanisa ambao nyota zao ni kali sana kuliko hata za wengine. Kwa wao wanakuwa ni wa mwanzoni katika kutolewa kafara. Yule nabii anakuwa kila ibada unapokosekana tu huwa anakosa amani kabisa, na atafanya juu chini ili kwamba wewe akupate urudi pale. Lakini unajua target yake ni mwisho wa siku uweze, anaitumia nyota yule mtu kiaina anapokwepa, lakini mwisho wa siku anammaliza kabisa kimwili, anakufa huyu mtu. Pia wako manabii na mitume wa uongo wengine ambao wapo kwenye secret society, inaitwa ni chama kile cha Freemason. Ni aina jamii asili pia. Hawa kuna wachungaji, kuna manabii, kuna mitume, kuna wainjilisi, kuna watu waimbaji, watu mbalimbali, na wengi wapo
hapa Tanzania wapo wengi sana ambao kwa mimi wakati nipo kule, mpaka sio tu kuwafahamu majina, kuwaona, mpaka masharti yao walikuwa wamepewa. Na wengine nawaona humu wapo wanaendelea na huduma wengine. Kumbuka kitengo ambacho nilikuwepo mimi kilikuwa ni kitengo ambacho lazima kithibitishe huyo mtu anayetaka kufanya hizo kazi kwamba sharti lake ni nini, atatumia nini. Tuthibitisha, je, huyu mtu hata saliti kiringi au madhabahu. Tulikuwa tunathibitisha. Sasa masharti kwa mengine wengi wamejungundua kwamba ukiona hivi, ukiona mafuta kitama, lakini wao wengine, mfano hii wao waliokuwa kwenye Freemason inayoitwa kitengo cha Secret Society kinachoitwa Night Golden Eagle. Hiyo ni Freemason Night Golden Eagle. Yaani ibada zao huwa pale kuna kuaga na mambo matatu. Kwanza, jambo la kwanza huwa katika ile ibada ya usiku ya siku ya Ijumaa, ile ibada inafanyika Ijumaa na Jumanne. Wanafanya hiyo kwenye the temple ya Freemason Secret Society. Ile ibada huwa wanakula sehemu ya viungo vya sehemu za siri za binadamu. Inafanyika kama sehemu ya sakramenti, yani sehemu ya meza, wanashiriki meza ya Bwana, wanaita Bwana wao. Sisi tunasema meza ya Bwana, lakini wao wanasema pia hiyo ni meza ya ushiriki wa ibada ya Kifrimason. Wanakula viungo sehemu za siri za binadamu. Yani manake nini? Vile anavyokula kama sehemu za siri ilivyo kwamba zimeitwa private place. Manake hivyo ni rahisi yeye yani akikwambia jambo wewe, akikuhubiria neno, hata lile neno akiligeuza vipi, ni vigumu wewe kuwa nje ya pale. Yani ni vigumu wewe kukataa. Na anakuwa na mamlaka zaidi kwa sababu amesha kucontrol kutoka kule. Na anavokula pale huwa wanaapishwa, huwa wanaapa katika kila ibada, wanaapa kuendeleza uharibifu. Na unapoona viungo vya sehemu za siri mtu vimetolewa, ni wao, asilimia kubwa ni hao hapo. Huwa ni aina manabii na mitume, na Freemason wengine sio manabii na mitume, ila wako kwenye iko chama, ila mle hivyo vyama ninavyotaja ndio wako wengi wamejazana humo. Au manabii wa uongo, mitume wa uongo, wachungaji wa injili wa uongo, nini wako humo. Sasa hawa nembo yao ina ego. Yuko ego ambao yuko, alafu pale kumewekwa triangle kwenye ule mchoro, alafu kuna flame kubwa imezungushiwa. Sasa ukishaingia kwenye nyumba ukakuta hiyo nembo, jua hiyo ni Freemason, wanaitwa Golden Eagle, Night Golden Eagle, eagle wa usiku. Sasa akishafanya hiyo ibada ya kula, huwa wanakunywa na damu kama sehemu ya kukamilisha kwamba viapo vyao